na tukapate kuangalia neno la Mungu jinsi linavyotuongoza. Neno la Mungu tunajua kwamba ndiyo taa yetu, linatuongoza katika mambo yote, ili tukapate kuipokea imani iliyo kweli, tukapate kuifikia imani. Hatuwezi tukaifikia imani tusipokuwa katika neno. Mkikaa ndani ya neno langu mtaijua kweli. Hivyo kweli au imani inaambatana na msingi wa neno la Mungu. Hebu tuangalie kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 7 ule mstari wa 9 na wa 10. Unasomeka hivyo. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 9 na 10, yasema, sasa nafurahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu. Maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu, ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Mstari wa 10, sikiza kwa makini, asema, maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya majuto. Huzuni ya kimungu ndiyo inayoleta toba ndani ya mtu. Mtu anapojizania kuwa ameokoka, amepata toba, basi kilichosababisha akapate toba ni Mungu mwenyewe. Yesu anasema mtu hawezi akaja kwangu asipovutwa na Baba. Kwa Mungu ndiye anayeanza kazi ndani ya mtu ili mtu akapate uokovu. Anaanza kwa kumjulisha zidi ya matendo yake yaliyo mabaya, kama tulivyoona Sauli aliyeitwa Paulo akajulishwa kwamba mbona unaniuzi. Anamjulisha kwamba unachokifanya unaniuzi mimi Bwana. Kwa vivyo hatua ya mtu ili kuipokea imani, huwa Mungu anafanya kazi kwa kumuhuzunisha zidi ya uovu wote. Sasa ile huzuni ambayo Mungu anaiachilia ndani yetu ndio inatufanya tukaache mabaya, inatufanya tukayahuzunikie mabaya, tukaone kumbe hayafai, kumbe tumekosa. Lakini ikiwa toba yako, geuko lako, wokovu wako, hakuna mahali ulipohuzunikia yale maovu ulioyatenda, ndugu yangu, wewe hujawahi kuokoka. Maana wokovu umewekwa wazi ya kwamba mtu lazima ayachukie yale aliyokuwa akiyatenda, yale aliyokuwa ni maovu. Anapoyachukia, nini kinamfanya yachukie? Ni ule huzuni ya kimungu. Hebu tuangalie kitabu kinifikirishe pia ile kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 5 na wa 6. Unasomeka hivi: Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Mstari wa 7 anasema, Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Lakini hapo akayaona maovu yamekuwa ni mengi kwa sisi wanadamu. Sasa pale kuna kitu alitaka kifanye. Maandiko yanasema akagairi. Lakini baada tu ya kugairi, kuna kitu cha msingi kinaongezeka cha muhimu ifani ujue. Anasema akahuzunika.
Kwa nini Mungu anahuzunika moyo? Ni kwa sababu ya maovu ya sisi wanadamu, yanamhuzunisha Mungu moyo. Kwa vivyo vivyo kama Yesu anavyosema, mtu awezi akaja kwangu asipovutwa na Baba. Hivyo Mungu anapoanza kumwokoa mwanadamu, mpango wa kumwokoa mwanadamu, ule moyo wa Mungu unapomkaribia mwanadamu unaanza kumhuzunisha zidi ya uovu, unaanza kumhuzunisha zidi ya dhambi. Tunajua mtu aweze akajiokoa mpaka akavutwe na uweza wa Roho. Sasa Roho ni mtakatifu, anapokusogelea, anapokuita, anapokuvuta ili ukapate utakatifu, ukapate haki, atakuweka na uadui zidi ya dhambi. Haleluya! Anakuweka na uadui zidi ya dhambi, anaanza kukuhuzunisha zidi ya maovu yako, au unachomwa moyo zidi ya mambo unayoyatenda. Sasa unapoyahuzunikia ndipo unapata toba. Toba ni kuacha. Huwezi ukaacha kitu unachokipenda, kwa lazima ukutane kwanza na nguvu ya kufarakanisha uhusiano kati ya ile kitu na neno, au uhusiano wa kile kitu na wewe, kwamba hii ndio life skill yangu, ndio ilikuwa tabia yangu, sasa nitawezaje kuiacha? Sasa utaiacha ni pale ambapo Roho wa Mungu anakusogelea, anakutoa kwenye uchafu, anakuonesha ule ni uchafu. Kwa unapogundua kwa ni uchafu, unapata hali ya kuhuzunika. Ndio maana kule Paulo tumeona anasema huzuni ya kimungu ndio iletayo uokovu. Huzuni ya kimungu ndio inaleta uokovu. Usipohuzunishwa jinsi ya huzuni ya kimungu, hakuna uokovu. Maana Mungu alipoona maovu yamezidi duniani, akahuzunika moyo. Sasa huyo Mungu anayehuzunikia maovu, anapokuja kukuokoa, anakuachilia ule moyo wa kuona maovu ukapate kuhuzunika. Kwa njia pekee itao kufanya uyahuzunikie maovu ni neno la Mungu. Kuna maana tunasoma namna neno litakavyo kukuhuzunisha ukapate kutoka katika udhalimu wote. Tuangalie kile kitabu cha Yeremia 23 mstari wa 29, unasomeka hivi: Je, Yeremia 23 ule mstari wa 29 asema, je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Naam, neno la Mungu ni moto. Hivyo neno la Mungu linapokutana na mtu aliye mchafu, aliyezoelea dhambi, linamchoma zidi ya matendo yake. Unakuta kuna matendo ulizoelea kuyatenda, lakini neno linapoyafunua wewe unachomeka moyo. Hapo vile vile anasema na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Neno la Mungu ndio linavunja mawe. Mawe ni mioyo yetu iliyokuwa migumu ya kuelewa. Sasa pamoja na ugumu wa mioyo yetu, bado Mungu anatenda kazi kupitia neno lake kama moto, anatenda kazi kupitia neno lake kama nyundo, kuvunja ule ugumu wa mioyo yetu ukawa vipande vipande, ili tukapondeke. Sasa tukishapondeka tunapata nini? Maarifa. Ukishapata maarifa unaanza kukubali, kumbe ulevi ni nini? Ni dhambi. Kumbe uzinzi ni nini? Ni dhambi. Kumbe uasherati, fitina, hasira, wivu, faraka nini? Ni dhambi. Nani aliyekufahamisha dhambi? Ni neno la Mungu, kwa jinsi ya moto, kwa jinsi ya kuponda nini? Moyo wako, moyo wangu, vivyo vivyo na mimi pia. Sasa tunapokuwa katika hali ya kupondeka, tunakuwa tumepata huzuni ya jinsi ya kimungu, ndipo tunaanza sasa kupata toba. Tunaacha tukiwa tunayachukia na sisi yale matendo. Lakini itakuwa ni ajabu mtu anakiri ameokoka. Hakuna mahala popote
anapoona kufanya vile ni mtu mwenye hatia, kufanya yale matendo mabaya. Kwa unakuta mtu anakiri ameokoka, lakini anatenda maovu, aoni kwamba yale ni makasiriko, aoni ya kwamba yeye yuko na moyo wa Mungu. Sasa ukiwa na moyo wa Mungu, unapoyaona maovu unahuzunika kwa moyo. Haleluya! Kwa sasa moyo wa Mungu, yani kabla tuja yashiriki maovu, inapata huzuni. Mungu anasema alipo tu yaona maovu yanayotendeka na wanadamu akahuzunika. Kwa sasa ule moyo wa Mungu ukishuka ndani yetu, ukiachiliwa kwetu, Mungu akiachilia roho wake ndani yetu, tunapoona maovu tunayakasirikia, yanatuhuzunisha. Sasa kitu kinachokuhuzunisha hauwezi ukakishiriki. Hivyo nataka nikwambia kwamba ukikiri umeokoka, lakini hatua ya kuhuzunikia maovu yako haukuwahi kuiona kwa moyo wako, ina maana ni rahisi utayatenda, ni rahisi nitayatenda. Ni vyema nikae katika moto huu wa neno la Mungu, nikae katika nyundo hii neno la Mungu, ikanihuzunishe, ikaniponde, ikanichome, nikapate ile huzuni, nikayaone yale ni matapishi yote niliyokuwa natenda, nikaone yote niliyokuwa yatenda ni ubatili mtupu mbele za Mungu. Hapo ndipo utapata toba ya kimungu. Wengi wanapenda kupata toba ya kimungu, lakini wanachukulia kiuwepesi neno la nani? La Mungu. Neno la Mungu ndio linaleta toba, si maombi. Kwamba utaombewa sana ndio, lakini sasa unaombea wewe ndani yako uko na amani, uko na furaha. Yani huoni kwamba kuzini ni hatia, huoni kwamba ulevi ni hatia, huoni kwamba yote unayoyatenda ni hatia, lakini uko tu na amani ile ya kuombewa maombi mengi. Mpendwa, hii haitakusaidia. Ni lazima kwanza upate ufahamu, kwamba ufahamishwe, haleluya, ya kwamba wewe ni mwasi mbele za Mungu, umefarakana na Mungu. Sasa ili na kuhuzunisha kwamba yeye aliyeniumba nimefarakana naye, sasa itakuwaje? Nahitaji mahusiano naye. Ndipo unaanza kuliamini neno ambalo ndio moto, nyundo linaponda mawe vipande vipande, ambayo ndio mioyo yetu iliyo migumu. Ukifikia hiyo stage, Mungu anakamilisha uokovu ndani yako. Sio ile tu ya kukaa unaombewa tu dakika 2, uko na amani, uko na furaha, auoni majuto yoyote, unakiri umeokoka. Ndugu yangu, huu sio uokovu ambao utakupeleka mbinguni. Utakuwa ni mtu wa kurejelea makosa, dhambi, uovu, wasi na kila aina upendavyo utafanya. Ukiamini utaombewa tena, utasamewa, utafanya tena hivyo. Lakini imani hii ya utakatifu tunaipokea mara moja baada ya Mungu kufanya kazi mwenyewe ndani yetu. Anaianzisha, anaikamilisha, na jina la Bwana libarikiwe sana. Amina.